Habari za asubuhi wapenzi wa Master True Odds, ukweli na uhakika. Leo ni siku nyingine tena, ni siku ambayo tunaenda kuangalia mafundisho ya triki ya kona. Mafundisho haya ya triki ya kona ni kwa sababu ya komenti zenu, mashabiki zangu. Watu walio wengi wamecomment wanahitaji kujua kona, ni jinsi gani ya kubeti kona. Na mimi leo nawapeleka darasani kwenda kujifunza jinsi ya kuweka kona kwa option ya over. Yani kona zipatikane zaidi ya 7. Yani over ya 7.5. Kwa moja kwa moja bila kuchelewesha wakati, mimi niseme twende darasani moja kwa moja. Ndugu zangu, kama we ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Ninapo upload video yoyote, baada ya kukamilika wewe unakuwa wa kwanza kuipata na unakuwa kwanza kupata mafundisho haya. Moja kwa moja tuelekee ubaoni. Ukishaingia BetPawa, kitu cha kwanza kwenda kufanya ni kwenda kuselect match ambazo zinaanzia odds kuanzia 1.35 kushuka chini. Lakini kwa BetPawa game zilizo na option ya kona ni game zenye ligi kubwa, kwa mfano England, Spain, pamoja na Ufaransa, nadhani kuna Serie A, kuna La Liga. Hizo ligi kubwa ndizo zinawekewa option ya kona, pengine labda na AFCON. Baada ya kusema hivyo, twende moja kwa moja. Tutaanza kuchagua game ambazo zina odds ya 1.35 kushuka chini. Yani ukitaka ucheze over ya kona kwa uhakika, anzia odds ya 1.35. Yani mpinzani awe na odi nyingi na mwingine awe na odi ndogo. Kwa hiyo tutaenda tunachambua game za namna hiyo, 1.35 kushuka chini. Kisha chambua game za namna hiyo, nini utaenda ufanye? Baada kuchambua game hizo, kuna kitu tutaenda tukaangalie. Kwa hiyo naomba unisikilize vizuri, unisikilize kwa makini. Baada kuchambua game hizi, nisichambue game nyingi, video ikawa ndefu. Kwa hiyo twende moja kwa moja tukaangalie jinsi ya kuchambua kona. Baada ya kuchambua mechi zako, kazi ya lenji kwa mfumo huu, unaanza kuifunua moja baada nyingine ili kwenda kufanya analysis ya kona. Unafanyaje analysis ya kona? Jamani, hii ni kama triki pia. Unachoenda kifanya, unaingia sehemu palipoandikwa kona. Baada ya kuingia kona, ni nini unaenda kufanya? Ndugu yangu, kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Imradi uwe karibu na mimi ninapo post video yoyote, mbinu yoyote, trick yoyote, mkeka wa namna yoyote, uwe mtu wa kwanza kuupata. Option ambayo tunaenda kuifanyia trick ni option ya over ya 7.5 kona. Yani kona zipatikane 8. Utaelewaje kwamba hii mechi inatoa kona 8? Kitu cha kwanza, ile timu ulioichagua yenye odds ndogo ndiyo tunaenda kuitazamia. Timu moja ile iliyo na odds ndogo ya 1.35 ndio tunaenda kuitazamia. Hapa tulimchukua Bayern akiwa na odds chache. Kwa hiyo tunaenda kuangalia Bayern peke yake. Jamani, Bayern peke yake kupata kona 7 peke yake. Kupata kona 7 ni odds ya 1.47. Inaonesha kwamba peke yake anaweza kupata kona 7 aiza 8 peke yake. Kwa ukikuta kitu kama hiki, usihangaike kupepesa macho, usihangaike kuzunguka. Wewe moja kwa moja nenda ukaombe over. Na hapa unachoenda kukiangalia, unaenda kumwangalia yule aliyeaminiwa kushinda kwenye matokeo ya kushinda. Unakuja kumwangalia kwenye kona. Je, kupata kona 8, yani 7 na kuendelea, maana yake kona 8 ana odi ya ngapi? Hakikisha awe na odi ya kuanzia 1.55 kushuka chini. Ukikuta hicho kigezo kipo,
kama hapo napoona kwa Bayern, we nenda moja kwa moja ukaombe kona zako 7 full time, nikiwa na maana hata kama yeye peke yake hatofikisha kona 8 akaishia 7, mpinzani lazima apate kona 3 au 2, kwa hiyo itakuwa imetiki kwa wepesi. Twende tukaangalie mfano mwingine. Kwa hiyo tutafanya hivyo kwa gemu zote, na hii ndio triki ya kona. Yani hii ni triki ya kona iliyo safi kabisa, na ukichukua game chache na ukanifuata maelekezo yangu, wewe utakuwa ni mtu wa kushinda muda wote. Tukamuone Man City. Baada ya kuangalia hapo, unashuka chini, unaangalia Man City. Man City ukija kutazama unaona kupata kona 8 ana odi ya 1.49, na niliwaambia kiwango cha mwisho ni odi ya 1.55. Kwa hiyo Man City pia inakubali. Kwa wewe usiangeke kwenda popote wala nini, triki yako ni kuangalia yule mwenye uwezo wa kushinda, ambayo tulichagua pale kwamba odi ya 1.35 na kushuka. Huyo ndio nenda ukamwangalia kwenye kona, je anaweza kupata kona 8? Kwa kama ana uwezo wa kupata kona 8, wewe nenda ukaombe 7.5, kwa sababu yeye akipata kona 7, mpinzani anapata 1, zinakuwa ni 8. Yeye peke yake akipata 8 inatiki. Akipata 6, mpinzani ana 3 au 2, inatiki. Kwa moja kwa moja mimi niseme asante sana kwa kunisikiliza, na kama wewe ni mgeni, kumbuka kusubscribe, kulike, kucomment, kushare. Jamani, siwezi elezea zilizobaki. Kwa mifano hiyo miwili utakuwa umenielewa vizuri sana. Cha kusema ni kwamba kama wewe una option yoyote au una soko lolote ambalo linakuchanganya, dondosha comment pale, sema mwalimu, tunaomba utufundishe option fulani au option fulani, mimi nitalifanyia kazi. Lakini kitu cha kuzingatia, usiniambie ni kuzungumzia au kufundisha mafundisho ambayo tayari nilikwisha kuyafundisha. Cha kufanya kabla ya kuzungumza, pitia video zangu zote, angalia je ni market ipi sijawahi kuizungumza. Hapo ndipo uje kwenye comment na useme kaka, tunaomba mafundisho ya namna fulani, na mimi nitawaleta darasani. Baada ya kusema hivyo, niseme asanteni sana, ninashukuru kwa kuwachukulia muda wenu. Mungu awabariki.